Na kwamba nitumie kanisa kupeleka ujumbe wangu kwa watu wa mkoa wa Njombe kama kiongozi wa mkoa. Unaweza kaamua kutoa ujumbe ukiwa sokoni, unaweza kutoa kwenye mkutano wa hadhara, hata kwenye Biblia zipo nyaraka nyingi ziliandikwa. Paulo aliandika waraka. Kwa wapo waandishi wengi kwenye Biblia waliandika nyaraka. Na mimi nikaona kwamba ni vizuri nitumie siku ya leo hapa kanisani kuzungumza na watu wa Njombe na kupeleka salamu zangu kama kiongozi wa mkoa. Baba Askofu na waumini mko hapa ni mashuhuda. Mwezi kama huu, miaka yote katika historia ya nchi yetu, watu wanawaza sikukuu. Tunaenda Christmas, tunaenda mwaka mpya, tunaenda kufanya shughuli za sadaka za mwisho wa mwaka, tunaenda kusalimia wazazi, tunaenda kujenga makaburi, tunaenda kufanya misa nyumbani. Lakini tumepata kitu kipya, Baba Askofu. Leo watu wanawaza tarehe 9 kutatokea nini? Hilo ni jambo jipya kabisa kwenye maisha yetu sisi kama Watanzania. Uongo? Uongo? Leo hapa kila mtu anawaza, hivi tarehe 9 patakuwaje? Nchi nzima tumezoea kuona mabasi mikoani huko Dar es Salaam yanajaa kutoka tarehe 20 kwenda 25. Wiki nzima mabasi yanajaa Dar es Salaam, watu wanatoka mikoani kuja vijijini, kuja kwenye maeneo ambayo wanaamini kwamba hakutakuwa nafuu. Huu ni utamaduni mpya kwenye nchi yetu. Ni lazima sauti ya kuyakemea haya zipaswe na viongozi wa makundi yote, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa taasisi, mashirika binafsi, kila mahala panapounda uongozi toka kwenye ngazi ya familia. Jambo hili tuliseme hapana, tulikabidhi mikononi mwa Mungu na tuliombee lisijirudie kwenye nchi yetu. Kwa sababu leo amani na misingi yetu kama taifa imetikiswa. Na mnaona tulipotikisa misingi ya amani, hatuanzi tena Christmas, hatuanzi tena mwaka mpya. Kama wangesema maandamano ni tarehe 7, tusingewaza ibada. Bali ingebidi askofu aulize serikali, tunaweza watu kwenda kanisani? Na pengine akaomba hata ulinzi. Mahala ambako sisi tunakuja hapa kumshukuru Mungu na kumtukuza. Kwa hiyo utawaona watu, Baba Askofu Nyagawa, leo watu wananunua vitu vingi. Wanasema sie kakaa tena ndani siku 3, siku 4 sina chakula. Watu wanatamani watoto wao warudi kutoka mashuleni haraka sana kwa sababu ya kuwa na hofu ya amani. Jambo hili sio la kushabikia. Jambo hili sio la kushabikia ndugu zangu hata kidogo. Ni jambo ambalo tunapashwa tuliombee kwa Mungu liliepuke taifa letu, liwepuke mkoa wetu. Tumekemea mapepo mengi. Tukemee pepo linalotikisa misingi ya umoja wetu. Tukemee pepo linalotikisa misingi ya undugu wetu. Tukemee pepo linalotikisa misingi ya amani yetu kwenye taifa. Kwa hiyo nimesema nitumie nafasi hii kuongea na watu wa Njombe. Na mambo manne tu, Baba Askofu, ambayo nitayazungumza. Askofu na waumini, vijana wetu wa Gen Z, kizazi kipya, wanao wajibu wa kulinda amani ya Tanzania. Ninyi vijana wenzangu ndio kizazi kinachobeba matumaini na sura ya taifa letu. Wajibu huo tusiusahau. Ni kweli ujana ni maji ya moto, lakini tujue kwa kanuni ya Mwenyezi Mungu, kesho sisi ni wazee watarajiwa. Tutafakari tena na tena, tunatengeneza jamii na taifa gani la kesho.
Baba Askofu, amani ni tunda la haki na wajibu. Ni msingi thabiti wa maendeleo yetu kama jamii na kama taifa. Tunao wajibu wa kuilinda amani ya nchi yetu kwa wivu mkubwa sana. Ni jukumu letu vijana wa leo kutunza amani yetu kwa faida ya vizazi vilivyopo na vijavyo, waikute mama Tanzania iliyo moja. Tuitunze amani yetu kwa vizazi tulivyo navyo leo na vizazi vijavyo, kama ambavyo wazazi wetu walitunza Tanzania, tukazaliwa, tukakua, tukasoma, tukajitegemea. Tusije tukatikisa misingi ya amani watoto wetu tunaowazaa leo wakakuta hakuna taifa, wakakuta hakuna nchi, wakaanza kuishi kama mnavyoona. Wanapita hapa wa Somalia wamekamatwa, wanapita hapa wa Habeshi wamekamatwa, wanakimbia nchini kwao. Tumuombe Mungu atupe hekima ya malezi wazazi wa leo, hekima kwa vijana wenzangu, tuitetee mama Tanzania. Baba Askofu, tunafanya nini kama mkoa? Mkoa wetu bado upo salama, na hilo niwahakikishie. Mkoa wetu hauna matishio ya kihalifu. Tunaendelea kujenga mazingira thabiti ya ulinzi wa watu na mali zao, ili kutoa fursa kwa wananchi wetu kuendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji mali na mahangaiko yao ya kujipatia kipato chao cha kila siku. Usalama wa mkoa wetu unatuongezea imani kwa wawekezaji wetu mbalimbali kuendelea kuamini kwamba Njombe ni mahala sahihi pa wao kuweka mitaji yao. Wana Njombe, tushikamane kuhakikisha tunaziepuka aina zozote za chokochoko zitakazoashiria uharibifu wa mali, uwekezaji, miradi ya umma na binafsi, au uharibifu wa uhai wa wananchi wetu. Hakuna mtu atakayeona unachoma kiwanda Njombe kesho hangaike kuleta hapa kiwanda cha kusaga maparachichi kwenda kwenye mafuta ili mkulima apate faida. Hakuna mtu atakayeona unachoma kiwanda kesho hangaike kuleta hapa kiwanda cha kumenya miti yetu sisi ili apate veni ya kwenda kuuza nje, mkulima wa miti apate faida. Tukishabikia kuchoma leo stendi, tunaharibu uchumi wetu sisi wenyewe kama mkoa, kwa sababu stendi ni maendeleo ya mkoa wetu. Tukishabikia kuchoma soko la Njombe, maana yake tumeamua watu wote wanaofanya biashara pale wawe maskini kuanzia siku ya kwanza. Lazima jambo hili tulikemee, na sauti ya kulikemea itoke kila eneo la watu wa Njombe kwamba huu sio Utanzania, huu sio utaifa, huu sio msingi wetu kama wana Njombe. Na mwisho, wananchi wenzangu, mkiona au kuhisi dalili yoyote hata ndogo inaashiria uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama wa eneo lenu au maisha ya mtu, basi utoe taarifa mapema. Ulinzi shirikishi huanza na wanajamii mmoja mmoja kwa kutoa taarifa kwa wakati. Matukio haya yanakuwa na mambo mengi. Kuna mtu akiona fujo anatamani nikichoma Juka na Nyagawa kesho tutafanana maisha yetu kwa ujumla. Na kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa neno hilo ulilolizungumza. Kabla sijazungumza kitu hasa kwa ujio wako, niombe nikushukuru kwa ajili ya kutuunga mkono. Mimi hata sikusema, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ametoboa siri kwamba tuna ujenzi huko nyuma na wewe hujasita kutuunga mkono. Niseme asante sana na Mungu akubariki.
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutazingatia hayo uliyotuasa na waumini wamesikia. Sisi ni wadau wa amani na tumekuwa tukiongea hayo mara zote kwa habari ya kudumisha amani, na tunao msingi sisi wa kudumisha amani ambao unapatikana katika neno la Mungu. Na ningependa pengine nizungumze huku ukisikia, najua kuna vyombo hapa vya habari pia vinachukua, nizungumze haya kama msimamo wa kanisa, kama msimamo wa watu wanaosafiri kwenda mbinguni, yani watu wa Mungu, na ndio ambayo tumekuwa tukiyahimiza wakati wote. Msingi wangu utasimama, maelezo yangu yatasimama katika andiko kwenye Biblia, kitabu kile cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Nitanukuu kwa kuyasoma maandiko haya. Anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Katika kifungu hiki nimepata vipengele kama vitatu hivi, nivizungumze kwa haraka nisipoteze muda. Jambo la kwanza ambalo naliona kwenye kifungu hiki ni wito wa kuombea taifa na viongozi. Wito wa kuombea taifa na viongozi. Sisi tunafahamu tunachoitiwa kwamba ni kuombea. Na tunapozungumza kuombea, maandiko hapa yanazungumza kuombea hekima kwa viongozi ili watuongoze vyema, watuongoze vizuri. Hicho kitu ni cha muhimu na cha lazima, na sisi tumeombea na tumeamini kwamba Mungu amewasaidia katika hilo. Ningenukuu kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 1 mstari wa 7 hadi ule wa 12. Mungu alimwambia Mfalme Suleiman kwamba omba chochote utakacho nitakupa. Mfalme Suleiman kwa kweli alitulia sana, kafikiri, akasema, naomba unipe namna ya kuingia na kutoka mbele za watu hawa, maana ni jamii kubwa. Suleiman alipoomba neno lile, Mungu alifurahi sana. Akasema, Suleiman, nashukuru kwamba jambo hili lilikuwa moyoni mwako. Hukuomba mali, hukuomba utajiri, hukuomba chochote, bali umeomba ujue namna kuingia na kutoka mbele za watu wangu. Akasema, hekima umepata, lakini na hivyo ambavyo hukuomba umepata. Nimekusikiliza Mkuu wa Mkoa unaposema hapa. Umesema kazi yenu ninyi ni kuwaombea ili tuweze kuwa na hekima. Kwa kweli ndicho tunachokifanya. Sisi hatujazoea miaka mingi. Nafikiri toka mimi nimezaliwa hatujazoea hali. Ni mara ya kwanza tunaona yanajitokeza mambo haya ambayo ni ajabu kwa sisi, kwa kizazi hiki cha kwetu toka tumezaliwa. Nafikiri ni, unajua, mara nyingi tunapenda kuiga vitu, mambo ya kutoka nje. Ndio sababu hatutafakari tukaangalia kwamba haya mambo tunayoiga, je, yana manufaa kwetu kama taifa au manufaa kwa mwananchi mmoja, kwa sababu ukiangalia kwa mfano unapomzuia mtu baki ndani siku 2-3 na wengine wamezoea atoke arudi na chochote nyumbani. Sasa inakuwa ni ngumu sana wananchi kuishi kwa usalama. Kweli taifa letu limefika katika kipindi ambacho sio kizuri, na tunajua machafuko yakiwepo, amani isipokuwepo, hakuwezi kuwa na ufanisi, hakuwezi kuwa na maendeleo, hatuwezi kuwa na mchakato wa kusonga mbele kama taifa letu litakuwa linapita katika kipindi ambacho hakuna amani, hakuna utulivu. Kwa hiyo upo umuhimu
wa kuliombea taifa, kuwepo na amani, kuwepo na utulivu. Amani tunahitaji, na naamini kila mmoja anahitaji amani katika taifa letu, na kama taifa kwa pamoja tuna wajibu wa kuhakikisha amani tunaipata na tunakuwa nayo na tunailinda pia. Lakini pia sisi kama waamini tunaomwamini Mungu, kazi yetu kubwa ni kuomba Mungu azidi kutupa amani katika nchi yetu. Unajua kunaweza kuwa kuna namna za sitofahamu tofauti kutokuelewana, lakini sisi kama watoto wa Mungu na watumishi wa Mungu